Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa muuliza swali namba 1 kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri na kubwa unayoifanya kwa ajili ya kupeleka tabasamu kwa wananchi wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatambua dhamira njema ya serikali katika kuwaletea maendeleo wananchi wananchi kwa maana ya kuwaletea maendeleo kupitia ujenzi wa miradi mbalimbali ya kimkakati nchini ikiwemo barabara, bandari, viwanda na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kufanikisha miradi hiyo, serikali imekuwa ikitoa maeneo mbalimbali kutoka kwa wananchi ili kufanikisha maendeleo haya. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya maeneo ambayo serikali imetoa ipo Kipunguni iliyoko jimbo la Segerea, Kilwa, Mwanza, Chato na Chingwea na kwingineko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maeneo haya wananchi hawajalipwa fidia kwa miaka mingi sana, na jambo hili limepelekea hadha kubwa sana ambapo wananchi wanashindwa kuendelea na maisha yao mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ipi kauli ya serikali katika kutatua kero hii kwa kuwalipa wananchi hawa fidia zao ili hatimaye na wao waweze kuendelea na maisha mengine, ikizingatiwa kwamba hawajiendelezi katika maeneo hayo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi niweze kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge Agnesta Lambert. Ni kweli kumekuwepo na utoaji wa maeneo kwa ajili ya kutimiza malengo mapana ya kitaifa, maslahi mapana kwa taifa letu, hasa miradi ya maendeleo. Na Mheshimiwa Spika, jambo la kutoa maeneo lipo kisheria. Kwa mujibu wa sheria yetu inayoongoza utoaji wa maeneo, mwananchi anawajibika kuachia maeneo yake ya ardhi ili kuwezesha nchi kutekeleza miradi yenye maslahi mapana ya kitaifa. Hata hivyo, sheria inayoongoza utoaji wa maeneo inaelekeza kwamba mwananchi mwenye eneo lake la ardhi analomiliki kwa hati na umiliki wa asili, anapopisha miradi ya maendeleo anapaswa kulipwa fidia. Mheshimiwa Spika, swali alilolileta Mheshimiwa Mbunge ni la msingi, na akitaja na moja ya eneo la Kipunguni na maeneo mengine kama alivyoyataja. Imetokea kwa muda mrefu, takriban miaka 15-20 hivi iliyopita, yalifanyika makosa hayo ya kutoa maeneo bila kulipa fidia, ambapo yamelimbikiza mzigo mkubwa, Mheshimiwa Spika, wa ulipaji wa fidia hizo, hasa maeneo ambayo tayari yalishakwisha kuchukuliwa na serikali. Kwa sasa serikali inachofanya na kauli ya serikali ni kwamba serikali itaendelea kuheshimu sheria hiyo ya utoaji wa maeneo kwa kulipa fidia kwa kila mwananchi ambaye ameachia eneo lake la umiliki lenye hati ama umiliki wa asili kwa ajili ya kupisha mradi wa maendeleo wenye maslahi mapana kwa taifa. Mheshimiwa Spika, hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka yake 4-5 ya mwanzo amelipia fidia maeneo mengi sana ambayo yalitwaliwa zamani, ikiwemo kule Liganga Mchuchuma, ikiwemo kule Engaruka, ikiwemo maeneo ya viwanja vya ndege. Hata hili la Kipunguni, Mheshimiwa Spika, deni lilikuwa kubwa sana. Ninavyokumbuka litakuwa limeshalipwa, linaelekea halfway. Bado kuna hao wananchi wengine ambao Mheshimiwa Mbunge ameuliza. Nikikumbuka nimewahi kufika pale Kipunguni nikiwa waziri wa fedha, nikiwa nimetumwa na Mheshimiwa Rais kwenda kujionea hali halisi, lakini pia kuweza kuanza kutekeleza hiyo ya malipo. Imeshafanyika kwa kiwango kikubwa, lakini bado kuna sehemu ambayo
haijalipwa, na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali itaendelea kulipa fidia za maeneo ambayo serikali imetoa. Lakini Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii, utoaji wa maeneo mengine umekuwa sio tu kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na hapo ndipo ambapo tatizo linapoanzia. Yapo maeneo ambayo yamechukuliwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini bila kufuata utaratibu huu. Yako maeneo ambako nimepita hata kwenye ziara nimejionea, lakini yako maeneo mengine ambayo si hata kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Inatokea pana mwananchi anamiliki eneo kihalali, Mheshimiwa Spika, na hati anayo. Inatokea mwananchi mwingine analitafuta eneo hilo kwa misingi ya uwekezaji ama biashara, anatuma viongozi wa serikali kwamba nichukulieni lile eneo ili niweze kutekeleza mradi, na inaenda kutumika sheria ile ya utoaji wa maeneo kwa maslahi mapana ya taifa. Hilo si sahihi. Kama mwananchi anamiliki eneo lake kihalali na ana hati, si uungwana na si utaratibu wa kisheria kulitoa bure ili umpe mwingine ambaye amelitamani eneo hilo. Kama umetamani eneo la mwananchi mwenzako na una shughuli nalo, nenda na fedha, lipia eneo ili na yeye aweze kuendelea na maisha yake. Mheshimiwa Spika, tukianzisha kliniki ya ardhi hapa, utakuta hata wabunge wako wapo ambao maeneo yao yametwaliwa kwa ajili ya kutekeleza shughuli nyingine na fidia bado haijalipwa. Sasa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, mwananchi asinyang'anywe ardhi yake anayomiliki, iwe kwa sababu yeyote ile, lazima alipwe fidia ili na yeye aweze kubadilisha maisha yake, aweze kupata utajiri kupitia urithi huo alionao, ambao wengi wa Watanzania urithi wao ni ardhi. Asante.